Linapokuja swala la ligi kuu Tanzania bara, basi moja kwa moja unakwenda kuangazia wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na wananchi Young Africans. Hapa ndipo ambapo burudani ya ligi kuu Tanzania bara ilivyo. Young Africans wanakwenda kuzicheza mechi za ligi kuu Tanzania bara wakiwa tayari wamekusanya alama 10 kwenye ligi hiyo katika michezo minne ambayo wamecheza, wakiwa wameshinda michezo mitatu, lakini pia wakiwa wametoa sare mchezo moja. Wengi watasubiri kuona kwamba wananchi Young Africans je, mwendelezo wao wa ligi kuu Tanzania bara unakwenda kuwaje? Kumbuka hawa ni mabingwa mfululizo kwenye ligi kuu Tanzania bara takriban misimu minne, lakini pia ni mabingwa wa kihistoria kwenye ardhi ya Tanzania. Ni timu ambayo imejitengenezea ufalme mkubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara kutokana na makombe ambayo wamefanikiwa kuyakusanya. Lakini wengi wanasubiri kuona kwenye ligi wanakwenda kuonyesha nini chini ya kocha wao mpya Pedro Goncalves, moja kati ya kocha ambaye tayari ameshaonyesha cheche zake kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa je, kwenye ligi kuu Tanzania bara kitu gani ambacho anakwenda kukionyesha? Wengi wanatamani kuona namna ambavyo wachezaji wanavyocheza kwa hivi sasa. Hapa tunamzungumzia goalkeeper Djigui Diarra, ambaye leo ni siku yake maalum kabisa, siku ambayo imeandaliwa kwa ajili yake. Djigui Diarra ameonyesha kiwango kizuri sana kwenye mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika mbili zilizopita, lakini kwenye mechi iliyopita dhidi ya JS Kabylie, hii ndo mechi ambayo kwa asilimia kubwa aliwanusuru Young Africans kwa kipigo kutokana na savings zake ambazo alizokwenda kuzifanya. Sasa leo ni siku yake maalum. Maajabu gani makubwa ambayo yatakwenda kufanyika katika mchezo huu? Kila mwananchi, kila shabiki wa Young Africans anasubiri kuweza kuona. Ukweli ni kwamba Young Africans wako tayari kwa ajili ya mchezo, na kwa upande wa kocha wa Young Africans Pedro Goncalves, yeye anasema kwamba timu kubwa kama Yanga inatazama timu pinzani na kwenda kushinda. Hii ni kauli ambayo ameweza kuizungumza kwa siku jana katika press ambayo ilifanyika kabla ya mechi hizi za ligi kuu Tanzania bara ambazo zina kwenda kutimua vumbi. Lakini Young Africans pointi ambazo wako nazo 10 katika michezo ambayo minne wamecheza, wanajitathmini na wanaifikiria sana ile sare ambao wameitoa dhidi ya Mbeya City wakiwa koginini. Ile ndio iliwapotezea direction, manake katika mechi 4 ambazo walizozicheza Young Africans ungekuta na pointi 12 mpaka hivi sasa, kama wangekuwa wamefanikiwa kuzikusanya alama zote, maana kwamba tayari wamezidondosha alama 2. Hawahitaji tena kuona wakiendelea kudondosha alama kwenye ligi kuu Tanzania bara ili kutengeneza mazingira mazuri ya kwenda kubeba ubingwa wa ligi hiyo. Kwa upande wa wananchi Young Africans, ukiangalia baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakicheza kwenye nafasi tofauti, wengi wamekuwa na kiwango bora sana. Eneo ambalo lilikuwa lawasumbua Young Africans kwenye eneo la kiungo, ambapo kwa siku za karibuni kwa upande wa kocha Pedro, kuna namna ambavyo anaonekana anaichezesha Young Africans na watu wanashindwa kuona lile tatizo ambalo lilikuwa linajitokeza wakati akiwa kocha ambaye aliondoka, kocha Folz. Sasa je, kwenye ligi kuu Tanzania bara Young Africans anakwenda kuonyesha ubora ule ule ambao amekuwa akionyesha kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Wengi pia wanasubiri kuona kwenye ligi kuu Tanzania bara itakuwaje. Eneo la namba 6 ndilo eneo ambalo lilikuwa la watesa zaidi Young Africans, lakini kwa mechi 2 ambazo amecheza kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, eneo hili halijionekana kama kuna tatizo. Kazi kubwa ambayo imepigwa na Duke Abuya pamoja na Mudathiri Yaya Abbas kwenye hili eneo limeifanya Young Africans kuonekana kuwa strong, tofauti na hapo nyuma ambapo kwa upande wa kocha Folz alikuwa anamwamini zaidi ya Azizi Ndambwile kwenye ile eneo. Ndiyo Azizi alikuwa anafunga, lakini kulikuwa kuna tatizo ambalo lilikuwa linaonekana la namba 6. Sasa je, kwa upande wa kocha Pedro na kikosi chake wanakwenda kuingiaje kwenye ligi kuu Tanzania bara? Wengi wanasubiri kuiona Young Africans katika michezo miwili dhidi ya Fountain Gate, lakini pia kwenye mechi inayofuata dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union, Young Africans wakiwa wapo ugenini katika mechi ambayo itakokwenda kuchezwa siku ya tarehe 7. Sasa mechi ngumu, mechi maalum kwa timu ambazo wanakwenda kuzikutana nazo. Kwa nini nazungumza ni mechi ngumu kwa hao wapinzani? Kutokana na staili ambayo Young Africans
wanaoicheza, forcing kali ambao wamekuwa wakifanya kwenye lango la mpinzani. Young Africans wamekuwa wakifanya forcing kiasi ya kwamba kama ukiwazuia wasikufunge, basi utajikuta unafanya makosa ambayo utajikuta unajifunga, ama makosa ambayo atakao kugharimu utafungwa kiwepesi zaidi. Wengi wanasubiri kuweza kuona forcing ya pale mbele kwa upande wa kina Prince Mpumelelo Dube wanakwenda kuonyesha kiwango gani katika mechi za ligi kuu Tanzania bara. Ukweli ni kwamba uondo wa ligi kuu Tanzania bara unarejea. Ndio mechi zimekuwa zikipigwa kwa siku za karibuni, lakini ligi hainogi kama Simba na Yanga hawachezi. Hakika Simba na Yanga kucheza kwenye ligi kuu Tanzania bara kuna ladha fulani ambayo inaonekana kwenye ligi yetu. Simba wanacheza, Young Africans wanacheza siku sawa, lakini pia mechi zinazofuata pia wanacheza pia siku sawa. Ni ladha ya aina yake kwenye ligi kuu Tanzania bara ambayo watu wengi walikuwa wameimiss. Hakika kelele pia zitaanza kwenye ligi kuu Tanzania bara, manake siku zilizopita tumeshuhudia kelele kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba wakiwa wanyonge, Young Africans wakiwa wana morali hali ya juu, furaha ya kutosha. Sasa je, kwenye ligi kuu Tanzania bara mambo yatakuwaje? Kila mmoja anasubiri kuweza kuona, lakini kuna wachezaji ambao wanapaswa pia kuweza kuonyesha thamani zao kwenye hivi vilabu, hususani mitaa ya Jangwani. Moussa Bala Conte anapaswa pia kujitathmini, lakini pia Celestine Ekua anapaswa pia kujitathmini, kuongeza jitihada pia. Young Africans hawataki mtu anakimbia tu ili mradi, bali wanahitaji mtu ambaye anakimbia lakini na kuwa na impact kubwa. Ni kitu ambacho kwa upande wa Mduduwasha Celestine Ekua anapaswa kukiboresha. Lakini kuna mchezaji mwingine ambaye napaswa pia kumgusia hapa, Lassine Kouma, mchezaji mzuri, perfect, ana kiwango kizuri, lakini bado kwenye kikosi cha Young Africans bado hajaweza kuonyesha makali yake. Huyu naye ni mchezaji ambaye wengi wanasubiri kuona kama mambo yake yatakwenda vizuri ama yatakwenda kombo, na hatimaye dirisha dogo panga likampitia. Lakini Mohamed Dumbia, mchezaji mzuri, aonekana akiingia kuna kitu ambacho kipo, lakini bado anapaswa naye kupandisha socks ili aweze kuisaidia Young Africans kwa ukubwa zaidi. Ukienda pia pale mitaa ya Msimbazi, sajili ambazo zimefanyika pia kwa siku za karibuni, bado wao wamekuwa hawaeleweki wapo kwenye engo ipi, style yao ya wachezaji, lakini pia namna ambavyo wachezaji hao wageni pia wamekuwa wakicheza, bado unashindwa namna kuweza kuhukumu kwa asilimia kubwa. Lakini Neo Maema, mchezaji ambaye Simba walimchukua wakiamini kwamba atawabeba, huyu naye pia bado kwangu mimi sijaona kama kuna msaada mkubwa au kuna chochote kikubwa ambacho amekiongeza ndani ya kikosi cha Simba mpaka hivi sasa. Jina lake kubwa, ametoka kwenye timu kubwa ya Mamelodi Sundowns, anapaswa kuonyesha mitaa Msimbazi mpaka hivi sasa, naye pia anapaswa kujitathmini ili kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachezaji ambao wameweza kuperform vizuri mpaka hivi sasa, Lassine Kouma, anaitwa Alassane Kante, yameweza kuonyesha kiwango kizuri, lakini pia Nabi Kamara, wow, fantastic midfielder, moja kati ya mchezaji ambaye kwenye eneo la kiungo ameweza kuonyesha kiwango bora haswa. Sasa tutasubiri kuweza kuona pia kwenye ligi kuu Tanzania bara vitu gani ambavyo atakwenda kuvionyesha. Morris Abraham, roho ya Simba Sports Club, kwenye usajili wa dirisha kubwa ambalo limefanyika kwa siku za karibuni. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa na mchango mkubwa, mchezaji ambaye ameonekana uwezo wake ni mkubwa sana, na katika sajili ya maana ambayo imefanyika pale mitaa Msimbazi ni usajili wa Morris Abraham pamoja na Rushaine Deroko. Hizi ni sajili ambazo mpaka hivi sasa zinaonekana yes zilistahili kusajiliwa mitaa ya Msimbazi. Kwa upande wa maeneo mengine, bado pia makocha wana kazi ya ziada kwa ajili ya kuwatumia wachezaji wao ili tuweze kuona na kujua uwezo wao, kuwapa nafasi pia kutosha, tuweze kuona namna ambavyo wanakwenda kuonyesha viwango vyao kwenye kikosi cha Simba. Lakini yote kwa yote, kikubwa uondo wa ligi kuu Tanzania bara umerejea. Tusubiri kuweza kuona nani ambaye atakayeshine msimu huu, nani ambaye atakayeweza kuonesha makali yake hususan kwenye hizi mechi za hivi karibuni. Bana, shukrani sana kwa kufuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel yetu kwa ajili ya kuwa kwanza kupata taarifa.